إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من النار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار بنهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، أوصيكم ثم أوصي نفسي بالتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله سبحانه وتعالى، وكذلك وصية رسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. قال الله تعالى: إن للمتقين مفازا. عباد الله، nakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo ninavyoihusia nafsi yangu katika swala zima la uchamungu. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho yake, na mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukatazika na yale yote aliyoyakataza subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatuambia inna lilmuttaqina mafaza, hakika wacha Mungu wamefaulu. Ibadallah, bado tumo ndani ya shahrun mubarak, mwezi wenye baraka, mwezi wenye kheri nyingi, shahru tauba, mwezi wa waja kufanya toba ya kweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, shahrul ghufran, mwezi wa kusamehewa waja na Allah subhanahu wa ta'ala, shahrun laylatun khairu min alfi shahrin, mwezi ambao
una usiku mmoja ambao ni bora kuliko miezi 1000. Ibadallah, hii ni huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, na hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Wale ambao watakaitumia fursa hii kwa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa toba ya kweli, kwa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuomba msamaha wa kweli, na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi huu ameweka sababu nyingi mno za mja kusamehewa madhambi yake. Yale madhambi madogo, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sababu nyingi mno ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Miongoni mwa sababu hizo, as-siyamu shahru Ramadhan, ni kufunga mwezi wa Ramadhani. Moja ya sababu hizo ni kusimama katika swala ya tarawih ndani ya mwezi wa Ramadhani. Moja ya sababu hizo ni kusimama usiku wa Lailatul Qadr ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hizi na zingine sababu mbalimbali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka ili waja wake wapate msamaha kutoka kwake. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Hizi zote ni sababu za mja kusamehewa madhambi yake madogo, kwani madhambi makubwa Allah anasamehe kwa toba ya kweli. Na pia mja afahamu madhambi anayesamehewa ni kati ya yeye na Mola wake, sio kati ya yeye na mja mwenzake. Hayo Allah subhanahu wa ta'ala hasamei mpaka nyinyi wenyewe mtakaposameheana. Na haya yote ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufahamisha kwamba ni sababu ya mja kusamehewa madhambi yake ni katika matendo yaliyokuwa mema. Funga ni katika tendo jema, kusimama usiku ni katika tendo jema, kusimama usiku wa Lailatul Qadri ni katika matendo mema. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika surati Al-Ankabut, alladhina amanu wa amilu salihati lanukaffiranna anhum sayyiatihim wa lanajziyannahum ahsana alladhi kanu yahmalun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wale walioamini kisha wakatenda matendo mema, imani ya kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala isiyokuwa na aina za shirki, kisha wakatenda matendo mema kwa ikhlasi ya kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hilo ndiyo tendo jema. Allah anasema lanukaffiranna anhum sayyiatihim, tutawafutia makosa yao. Na hii ni ahadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atafuta makosa kwa wale wenye imani ya kweli na wakatenda matendo mema.
Si hivyo tu, anasema wala najziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun, pia tutawalipa siku ya Kiyama malipo yaliyokuwa mazuri mno kuliko matendo waliyoyatenda, kwa yale ambayo waliyoyatenda katika maisha haya ya dunia. Hii ni ahadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya mja kusamehewa makosa yake. Pia miongoni mwa sababu za mja kusamehewa makosa yake ni mja kukithirisha kutoa sadaka. Sadaka ni moja ya sababu ya mja kusamehewa makosa yake, kusamehewa madhambi yake, na hasa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika hadithi ambayo inasimuliwa na Abdullah ibn Abbas, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yao, yeye na baba yake, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwadu nnas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, ila akhir alhadith, rawahu al-Imam al-Bukhari. Kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mtoaji sana kuliko watu wengine, na utoaji wake ulikuwa unazidi mno ndani ya mwezi wa Ramadhani. Yani utoaji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kichache alichokuwa nacho, lakini ulikuwa unazidi mno ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na Imamu Shafi'i rahimahullah anasema inni uhibbu lirajulun ziyadatan biljudi fi shahri Ramadan iktidaan birasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Anasema Imamu Shafi'i kwamba yeye alikuwa anampenda mtu ambaye anazidisha utoaji wake ndani ya mwezi wa Ramadhani, akimuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Utoaji, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia pale aliposema katika hadithi ambayo inasimuliwa na Muadh bin Jabal, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, as-siyamu junna, funga ni kinga, inamkinga mtu na machafu na maovu hapa duniani. Pia funga itamkinga mja na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama. Kisha Mtume akasema, was-sadaqa tudfi'u al-khati'a kama yudfi'u ma'u an-nara, pia sadaka inafuta makosa kama vile maji yanavyozima moto. Yani namna sadaka inavyofuta makosa haraka mno ni kama vile maji yanavyozima moto. Na haya ni mahimizo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mja kukithirisha utoaji wa sadaka, kwani hakuna aliyesalimika na makosa, ili iwe ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuyafuta yale makosa madogo. Na pia ni mwezi ambao watu wanatakiwa wakithirishe katika matendo ya kheri, na pia hiyo ni miongoni mwa sadaka. Kukithirisha tasbihati, kukithirisha adhkari mbalimbali ni miongoni mwa matendo mema na ni miongoni mwa sadaka, na ni sababu ya mja kusamehewa madhambi yake madogo. Pia ni mwezi ambao miongoni mwa sababu za kusamehewa tumesema ni qiyamu Lailatul Qadri, ni mja kusimama usiku wa Lailatul Qadri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ikifika 10 la mwisho ndio anaongeza jitihada, tofauti na sisi. Kadri Ramadhani inavyoelekea mwisho ndivyo watu wanavyokimbia.
Sasa Mtume alikuwa anafika 10 la mwisho anafanya itikafu. Utafuta usiku wa Lailatul Qadri. Ya tofauti ya itikafu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ya kwetu. Sisi tunasimama qiyamul layli usiku wa Lailatul Qadri, tunapoteza swala za jamaa. Mtu anasimama usiku lakini swala alfajiri ya jamaa haipati. Hichi ni qiyamul layli ambacho kina tofauti kubwa na watu wema waliotangulia. Ukitembelea misikiti mbalimbali kwenye qiyamul layli 10 la mwisho, angalia watu waliomo ndani ya msikiti mle, angalia kwenye swala ya alfajiri, tofauti kabisa. Na huu ni mtihani ambao unataraji mtihani huu watu warejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa toba ya kweli. عباد الله، أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، tumo ndani ya mwezi ambao mja anatakiwa akithirishe sana kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Kwani ni mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala anajibu maombi ya waombaji. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu watatu maombi yao ni yenye kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana hayarejeshwi. Mmoja katika hao watatu akasema as-saim hina yuftiru, ni mfungaji katika kile kipindi cha kufuturu. Anapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala ni kipindi kizuri cha yeye kujibiwa maombi yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wema waliotangulia walikuwa wanapitia kipindi hichi, wanakitumia kipindi hichi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, akiwemo Abdullah ibn Umar, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yao. Anasema yeye alikuwa anapofuturu, kile kipindi cha kufuturu kile, anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ya wasi'al maghfira ighfirni, ewe Allah mkunjufu wa msamaha, na kuomba ewe Allah unisamehe mimi. Alikuwa anatumia kipindi hicho kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, na hawa ni wema waliotangulia. Pia akiwemo Abdullah ibn Amr ibn al-As, na yeye alikuwa anatumia kipindi hicho kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha na kumwambia ewe Allah, wewe ndiye mkunjufu wa msamaha na huruma, na kuomba unisamehe madhambi yangu. Kwa hiyo ndugu katika imani, tutumie kipindi hichi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, kwani miongoni mwa sababu za mja kujibiwa maombi yake. Qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, man salla alayhi salatan sallallahu alayhi 10. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا
وقعودنا وتوباتنا يا إله الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فأقم الصلاة.